Karibu tena rafiki yangu mpenzi kwenye sehemu ya 15 ya simulizi yetu. Hii ndiyo sehemu ya mwisho ya simulizi hili ambalo tumelisafiri nalo hatua kwa hatua tangu mwanzo hadi sasa. Tumeshuhudia mapito, maumivu, furaha na misukosuko ya maisha ya wahusika wetu, na sasa tunafika tamati ya simulizi letu. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika safari hii yote. Karibu tusikilize sehemu ya mwisho ya simulizi yetu. Baada ya siku ngumu na yenye maumivu, safari ya kurudi mjini iliwadia. Shabani, mzee Rashidi na mjomba Kasimu walipanda gari lao, wakauaga kijiji kwa heshima kubwa. Njia yote walikaa kimya kwa muda mrefu, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Shabani aliketi kando ya dirisha, macho yake yakielekea mashambani yaliyokuwa yakipita kama picha. Aliwaza mengi, mama yake marehemu, bibi yake aliyemlea, na baba yake aliyemjua kwa mara ya kwanza akiwa mtu mzima. Ndani yake kulikuwa na machungu, lakini pia kulikuwa na faraja kubwa kwamba sasa alikuwa na baba ambaye yuko tayari kumshika mkono. Mzee Rashidi, akiwa amekaa mbele, alimgeukia Kasimu na kusema, "Kasimu, sasa kila kitu lazima kianze upya. Sitaki tena kuona familia yangu inavunjika au kukosa msaada. Ukifika mjini, nitataka ukae karibu nami. Nitakutafutia kazi nzuri katika biashara zangu. Nimehangaika sana kupata haya yote, na sasa nataka yatumike kwa familia." Kasimu alishusha pumzi ndefu, macho yakimjaa furaha. "Asante sana Rashidi. Nilikuwa nimekata tamaa, lakini maneno yako yamenipa matumaini mapya." Shabani aligeuka, akawatazama wote wawili, kisha akasema kwa sauti yenye uzito, "Baba, mjomba, nashukuru kwa yote mnayopanga. Lakini naomba kitu kimoja, msisahau kijiji. Bibi bado yupo pale, nyumba yake ni ya udongo, imezeeka. Hatupaswi kumwacha vile." Rashidi akatikisa kichwa kwa nguvu. "Usijali mwanangu, tayari nimemwahidi mama. Tutarudi kijijini haraka iwezekanavyo, tutamjengea nyumba mpya yenye hadhi. Hiyo ni ahadi yangu ya maisha." Wakafika mjini. Shabani alirudi chuoni kuendelea na masomo yake ya biashara, huku moyo wake ukiwa na msukumo mpya. Alijua akimaliza atasimamia biashara za baba yake na kuhakikisha maisha ya familia yanakuwa. Lakini hakukuwa rahisi upande wa mapenzi. Aisha alianza kumtafuta mara kwa mara. Simu zilikuja usiku na mchana. Mara nyingine alipokea, mara nyingine aliamua kuzipuuza. Kila alipoongea naye, Aisha alikuwa na maneno yale yale. "Shabani, mbona siku hizi umenibadilikia? Mbona huniongelei kama zamani? Kuna kitu nimekosea?" Shabani alikuwa kimya muda mrefu, lakini hatimaye siku moja alimjibu kwa sauti ya upole lakini thabiti. "Aisha, nilikupenda kwa dhati. Nilikuwa tayari kukupigania. Lakini kila mara ulinidharau kwa sababu ya umaskini wangu. Uliona sina thamani. Sasa maisha yamebadilika, nimepata baba yangu na tumaini jipya. Nimeamua kusonga mbele. Sitaki kubaki pale ambapo sikupewa heshima." Maneno hayo yalimchoma Aisha moyoni kama moto. Alijua amempoteza Shabani milele. Machozi yakamtiririka usiku mzima, akijiuliza, kwa nini nilimdharau? Kwa nini sikumuona thamani yake mapema? Kwa nini moyo wangu ulikuwa mgumu? Baada ya miezi michache, walirudi tena kijijini. Safari hii haikuwa ya huzuni, bali ya furaha. Magari yalifika yakibeba vifaa vya ujenzi, mafundi walianza mara moja. Nyumba mpya ya bibi ikasimama kwa fahari katikati ya kijiji, kuta za saruji, bati jipya, madirisha ya vioo. Bibi alitoka akiwa na fimbo yake, akasimama mbele ya jengo jipya, macho yakijaa machozi ya furaha. Akasema kwa sauti ya kushukuru, "Rashidi mwanangu, na wewe Shabani, Mungu awabariki. Sasa naweza kufa kwa amani nikijua familia yangu ipo salama." Mzee Rashidi alimkumbatia mama yake na Shabani akashika mkono wa bibi yake kwa heshima kubwa. Wote wakaingia ndani ya nyumba mpya, wakaketi sebuleni, furaha ikatanda. Kasimu naye alipewa rasmi nafasi ya kusimamia moja ya kampuni za Mzee Rashidi mjini. Kwa mara ya kwanza, maisha yake yalibadilika kutoka kuishi kwa tabu hadi kuwa na heshima na thamani. Miaka ikasonga mbele. Shabani alihitimu chuo kikuu kwa heshima, akisomea biashara kama alivyopanga. Siku ya mahafali, baba yake na bibi yake walikuwepo, wakishuhudia ndoto ikitimia. Mzee Rashidi alisimama mbele ya watu, akamtazama Shabani kwa macho ya fahari. "Mwanangu, sasa ni wakati wako. Utasimamia biashara zangu. Mimi nitabaki nyuma nikitazama matunda ya juhudi zangu na ya upendo wako." Shabani alitabasamu, akamkumbatia baba yake mbele ya wote.
Lakini upande wa pili, Aisha alibaki akiangalia maisha ya Shabani kutoka mbali. Aliwaona kwenye mitandao, akasikia habari zake kutoka marafiki. Kila mara moyo wake ulijaa majuto. Aliwaza, huyu ndiye kijana niliyemkataa, huyu ndiye nilimdharau kisa umasikini wake. Sasa yupo juu, anaheshimiwa na ana familia kubwa inayompenda, lakini mimi nimesalia na maumivu ya moyo. Alibaki kimya, akijilaumu kila siku, akijua hakutakuwa na nafasi nyingine ya kurudisha yale aliyoyapoteza. Hapo ndipo simulizi letu linafunga pazia. Shabani aliishi maisha mapya yenye heshima na upendo, akiwa na baba yake, bibi yake na mjomba wake wote wakimzunguka. Maisha yaliyokuwa ya huzuni na machozi yakageuka kuwa maisha ya furaha na mafanikio. Na kwa mara ya mwisho, Shabani alijisemea moyoni, nilianza safari hii nikiwa yatima asiyejua baba. Leo naishi nikiwa nimezungukwa na familia, upendo na heshima. Hakika Mungu hakuniacha. Tumefika mwisho wa sehemu ya 15 ya simulizi letu, na hii ndiyo tamati ya safari yetu ya simulizi hii tuliyoianza pamoja. Ni safari iliyojawa na changamoto, mafunzo na hisia mbalimbali ambazo tumezipitia sambamba. Tunakushukuru sana kwa moyo wako wa dhati kwa kusikiliza na kufuatilia simulizi yetu mpaka mwisho. Bila wewe, simulizi hili lisingekuwa na maana. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi, na tukutane tena kwenye simulizi nyingine mpya yenye msisimko zaidi.